hasa wale wasio na uwezo wa kugharamia huduma za kibobezi. Kutokana na faida kubwa iliyopatikana kwa mwaka 2024-2025 ambapo jumla ya wagonjwa 677 walinufaika kwa huduma za kibobezi kama kupandikizwa uloto kwa watoto wenye sikose, kupandikiza figo, upasuaji wa moyo, upandikizaji wa vifaa vya usikivu kwa watoto, matibabu ya saratani, upandikizaji wa nyonga. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametenga tena fedha kiasi cha shilingi bilioni 6.7 katika mwaka 2025-2026. Lengo kuu ni kwenda kuwahudumia wagonjwa takribani 760 ambao hawana uwezo wa kugharamia. Lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kila mwananchi mwenye kutakiwa kupatiwa matibabu ya kibobezi anapata huduma hizo pasipo na kikwazo cha fedha, kwani maelekezo yake alikwisha yatoa ni kuhakikisha wagonjwa wasio na uwezo wanapatiwa huduma bila kikwazo cha fedha. Niwahakikishie kuwa wizara itaendelea kutenga fedha ili kuwahudumia wale ambao watatakiwa kufanyiwa matibabu ambao hawana uwezo. Aidha, mkakati huu una lengo la kuimarisha huduma za kibobezi na hivyo kupunguza hadha ya wananchi kupewa rufaa za kwenda kutibiwa nje ya nchi na kuwavutia wageni kutoka nje kufuata huduma hizi kama utalii wa tiba. Ndugu zangu, taarifa yenu imeonyesha namna serikali inavyowajali wananchi, hasa wale wasio na uwezo, pasipo kuwatenga na kuwanyima huduma. Taarifa inaonyesha kwa kipindi cha miaka 4 iliyopita msamaha wenye thamani ya bilioni 78.46 ulitolewa kwa wananchi ambao hawakuwa na uwezo wa kugharamia gharama, ambapo Muhimbili Upanga ilitoa msamaha wa shilingi bilioni 62.78 na Muhimbili Mloganzila ilitoa msamaha wa shilingi bilioni 15.68. Maelekezo yangu ni kwamba hakuna mwananchi ambaye atashindwa kupatiwa matibabu kwa kukosa fedha. Wastani kwa mwaka kwa hospitali ya taifa Muhimbili pekee hutoa msamaha usiopungua bilioni 19. Ndugu washiriki, kutokana na kwamba serikali imeweka utaratibu wa kutoa msamaha kwa wasio na uwezo, maelekezo yangu kwenye hili ni kusimamia kikamilifu utekelezaji wa maelekezo ya Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan yanayohusu ahadi zake kwa siku 100 akiwa kazini. Katika maelekezo yake alielekeza hospitali zote nchini kuacha mara moja kuzuia maiti, kuacha mara moja, na hospitali zote nchini kuweka utaratibu maalum ni namna gani wataweza kupata fedha zilizotumika kumhudumia mgonjwa hadi kufikia hatua ya kifo. Hospitali ziweke utaratibu utakaotambuliwa na Watanzania. Lakini kuanzia sasa, maelekezo yangu kwa hospitali zote nchini, kuanzia hospitali hii ya taifa, hospitali za kanda, hospitali za mikoa, rufaa, hospitali kule chini zinazosimamiwa na halmashauri zetu, hospitali za wilaya, hospitali za halmashauri, kwenye vituo vya afya kote nchini, maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuacha mara moja kuzuia mili, kuzuia maiti
katika maeneo yao. Sitegemei baada ya leo kusikia popote nchini watu wameshindwa kwenda kuzika kwa sababu tumezuia maiti. Wekeni utaratibu ni namna gani mtaweza kurejesha fedha iliyotumika kumhudumia mgonjwa. Lakini katika eneo hili ziko taarifa nilizozisikia, ziko hospitali ambapo wagonjwa wanakaa muda mrefu bila kuhudumiwa. Wengine wanasubiri upasuaji, wanasubiri huduma za upasuaji kwa muda mrefu. Mgonjwa anakaa miezi 12, anatumia mpaka milioni 5 mpaka milioni 10 kusubiri upasuaji, hali inayompelekea kifo. Na ndugu wanakasirika sasa, wanasema hatuwezi kulipa. Ninawaomba tujirekebishe katika maeneo yote ambayo kesi za namna hii nimezisikia. Ninawaomba tubadilike. Pale ambapo kumekuwa na changamoto za namna hii, na maeneo mengine nimearifiwa kwamba wakati mwingine inakuwa vigumu kuwapata madaktari bingwa, kunakuwa na intern, wale madaktari wa mafunzo kwa vitendo, ambao baadhi yao si waaminifu, wamekuwa wakiomba rushwa kwa wagonjwa. Wamekuwa wakiomba rushwa kwa wagonjwa, baadhi yao wasio waaminifu. Vitendo hivi na rushwa hizi wanaziomba ili wapangiwe tarehe ya karibu ya upasuaji au kupatiwa huduma. Vitendo hivi kuanzia leo sitaki kuvisikia. Sitaki kuvisikia. Pale ambapo tumewaweka madaktari kwa vitendo, tuwasimamie. Tuwasimamie kuona mienendo yao pamoja na kazi nzuri wanayoifanya baadhi yao. Lakini kumekuwepo na changamoto, mgonjwa anakaa miezi 10 mpaka miezi 12 hajapangiwa upasuaji kwa sababu aliomba rushwa apangiwe tarehe ya karibu. Vitendo hivi si vitendo vya Kitanzania. Sitamani kuendelea kuvisikia nikisimamia sekta hii kama waziri mwenye dhamana. Kwa niwaombe eneo hili turekebishe. Lakini wapo wagonjwa muanze kuitumia, mnasubiri uzinduzi. Wagonjwa wanasubiri uzinduzi wa mashine. Ninafahamu uwezo wako ni mkubwa na sina hofu wala shaka hata kidogo. Lakini nataka mashine hii ianze kufanya kazi kuwahudumia wagonjwa. Msisubiri uzinduzi. Nadhani tumeelewana vizuri. Kwa sababu wagonjwa wanakaa muda mrefu bila kupata huduma, na bahati mbaya amuwaambii ukweli kwamba kuna mashine hapa imeharibika. Mnawaingiza kwenye mchakato mmoja wakisubiri mchakato wa pili kwa sababu mashine haijaanza kutumika. Kwa hiyo maelekezo yangu, mashine hii ianze kufanya kazi. Msisubiri waziri kuja. Kama mnataka izunduliwe, nitamwelekeza mganga mkuu wa serikali, nenda ukaizindue. Sio lazima waziri aje. Na tumeelewana vizuri. Lakini pia pale Moi kuna mashine 3 zimeharibika, huu ni mwezi wa pili. Wagonjwa hawapati huduma kwa sababu mashine zimeharibika. Balozi, tuna mashine 3 pale Balozi zimeharibika. Huu ni mwezi wa pili, wagonjwa hawapati huduma. Mna makusanyo, viongozi mnashindwa kuidhinisha fedha ili mashine hizo ziende zikarekebishwe. Mnasubiri wizara ndio iwapatie fedha, na nyinyi fedha mnakusanya kule. Ninawaomba mbadilike. Mashine 3, kuna moja sio inaitwa Angel nini? Angel suit. Nitazijua hivyo hivyo. Nikakosea.
Lakini wagonjwa wanakosa hizo procedure kwa sababu mashine mbovu. Miezi miwili mkurugenzi pengine alikuwa hana taarifa. Inawezekana mkurugenzi hakuwa na taarifa, ameambiwa hivi karibuni, wiki moja, wiki mbili. Lakini mimi najua miezi miwili mashine imeharibika. Lakini ipo mashine hapo Moi iliharibiwa na baadhi ya watumishi kwa uzembe. Katibu mkuu, taarifa ya uchunguzi niipate mezani kwangu ndani ya wiki mbili. Tumeambiwa helium ikamwagika, mashine ikaharibika, na viongozi wapo. Kwa taarifa ya uchunguzi niione. Najua wengine wengi ni rafiki zangu hapa, lakini mtanisamehe. Kwenye hili nitaomba tuzingatie misingi ya kazi zetu. Kwa hiyo niendelee pale nilipoishia. Sitegemei katika hospitali zetu zote nchini kusikia watu wamezuia maiti kwa sababu ya kudaiwa gharama ambazo zilitumika kumpatia mgonjwa huduma kabla ya kufariki. Kuzuia maiti kunaondoa kabisa msingi muhimu wa taaluma ya tiba ambao mara zote huwalenga kufanya biashara, na lengo la serikali si kufanya biashara kwenye sekta ya umma, kwenye utoaji wa huduma za tiba. Kwenye taarifa yenu nimesikia kuhusu namna mlivyojipanga kutekeleza maelekezo ya kutokuzuia maiti. Tena ninaelekeza kwamba kusitokee tena malalamiko yanayohusu mwananchi kuzuiwa kuchukua mwili wa ndugu yake kwa ajili ya shughuli za mazishi kwa sababu ya kudaiwa fedha. Wakati tunatekeleza siku 100 za Mheshimiwa Rais, tunaanza kutekeleza siku 100 za waziri kusimamia maelekezo ya Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100. Ndugu washiriki, tumesikia kuhusu mpango wa kuijenga Muhimbili mpya ya kisasa kabisa inayoendana na teknolojia ya sasa. Nichukue nafasi hii kumpongeza kwa dhati mwenyekiti wa bodi pamoja na management ya hospitali ya taifa Muhimbili. Hongereni sana. Nimeupokea mpango huu na nitahakikisha kuona ndoto hii ikitimia kwa ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ili tuweze kuwa na hospitali ya taifa ya Muhimbili mpya ambayo itapeleka miaka mingine 100 mbele. Ndugu washiriki, kutokana na unyeti wa sekta hii ya afya, wananchi wanatutegemea sana na wanataka huduma zilizo bora. Sasa ninayo maelekezo muhimu katika maeneo 6 kama ifuatavyo. 1. Uimarishaji wa huduma uimarishaji wa ubora wa huduma. Eneo hili bado lina malalamiko mengi kutoka kwa wananchi, na nielekeze viongozi wote wanaosimamia watumishi wa wananchi kuzungumza nami. Nitauzindua mfumo wa wananchi kuzungumza nami kuhusu utendaji wetu, uboreshaji na changamoto. Nitakuwa na session ya kuongea na wananchi nchi nzima, wale ambao wanataka kunipigia simu na kuzungumza nao moja kwa moja. Nitatenga kila mwezi, nitakuwa na siku